the protection, the bring of the right. Mwafrika ana the biggest ever, the pioneer gland, wanaita the third eyes. Mwafrika yeye anaweza kaishi mazingira yote ya ulimwengu. Kwa hiyo vitu hivi vimefichwa. Chionda wa Chionda, nikifanya research ya miaka mingi na kupitia vitabu vilivyotengenezwa na kufichwa, the hidden book, wanaita the forbidden one, vimekatazwa kuingia katika library huru, watu wapate elimu huru. Hivi ukivitaka mpaka uchimbe, utafute, usweat blood and sweat, jasho na damu likutoke. Alafu ukisoma na ukija kuwapa taarifa watu, ukubali kupokea matusi, machambo, zalau na kebehi, kwa sababu wao wanajiona wamesoma sana. Wanakwambia mimi nimesoma seminary, missionary, nimesoma miaka 10 na shahada ya imani fulani. Nakwambia wamekudogmize, wamekupandikiza in order uwe mtumishi wao, kutangaza sera zao, mikakati yao. Kwa jina la kirahisi tunakuita wewe ni decoy. Slave mentality, the gatekeeper of the master, slavery. You think you know but you know not, kwa sababu wewe umetengenezwa kutumikia mabwana wa ukoloni na mabwana wa utumwa waliowatesa babu zako, halafu wakaja na maandishi ya kukwambia wewe ni inferior, wao ni superior. Wakikaa juani mwili unatoka unababuka, wanakuwa na rangi nyekundu. Akivua shati kama amevaa singlet anakuwa na rangi mbili. They are not human, they are Adamite. The son of Yakubu, not the creator of all. Kama mimi ni son of those who fell from heaven. Yeah, Inki created me. Nima carried me in her womb. Ningishida drafted my knowledge to the tablet of destiny. He know me, where I'm going, where I'm going to do. He know where. Inki, the Lucifer, the great serpent of Garden of Eden. Kwa hiyo tumejitoa sisi kuwapa vilivyofichwa. Hizi ninazokuambia habari ya hawa watu waliotengenezwa na nani? Waliotengenezwa na Yakubu, the big head scientist. Walitolewa wapi? Huyu Yakubu alizaliwa mji unaitwa Tema, leo hii mnaita Maka au Hijazi au Saudi Arabia, inaitwa kaskazini mashariki ya Afrika. Akiwa na miaka 6 Yakubu akamaliza elimu zote za ulimwengu. 6 years. Tatizo lake Yakubu, chuki za kwenda kutengeneza white race. Watu wake walikuwa wanamcheka. Ana kichwa kikubwa kama cha kwangu mimi Chionda. Cha kwangu kina nafuu kidogo, akifanana na cha Yakubu, lakini alikuwa na bongo mbili. Kichwa chake kimebonyea kati, huku kimenyanyuka na huku kimenyanyuka, mbele na nyuma, katikati kuna bonde. Utafikiri wanasema the mountain pass. Unajua mountain pass? The mountain pass, njia ya kupitia iliyobanwa na milima iliyokaa hii namna hii, unapita kati. Ndio kichwa cha Yakubu. Alikuwa na akili duniani, hakuna kiumbe kama hiki. Aitengeneza watu wanaitwa wazungu, leo mnawaita wazungu, ili kuwakomoa ndugu zake weusi waliokuwa wanamcheka kwamba ana jichwa baya. Hakuwa na marafiki. Baada ya Yakubu kupata idea hii, akaenda kwa mtawala wa Tema,
akamwambia nataka kutengeneza watu wangu. Watawala wa Tema wakamwambia huwezi kutengeneza watu kwa sababu we mwenyewe ni mtu, utawezaje kutengeneza watu? Kama vile Inki alivyojibiwa na Enlil alipomwambia utatengenezaje watu, kwa sababu kazi ya kutengeneza viumbe kama hao ni kazi ya creator of all, muumbaji wa vyote. Mama Nima akamwambia the creator of all amebestow wisdom na knowledge to us to create another people, another race in order to accomplish our task. Hayo ni maneno ya Mama Nima, dada yake na Inki na Enlil, shangazi wa Ningi Shida. Ningi Shida